Hello, karibu tena kwenye YouTube channel yangu. Kama ndo mara ya kwanza kufika kwenye YouTube channel yangu, make sure una subscribe kwa ajili ya content zaidi. Okay. Leo katika hii video nitaenda kuonesha namna ya kufanya investment au namna sahihi ya kuwekeza kwenye forex trading. Kama ndo mara yako ya kwanza unataka kujifunza namna ya kuwekeza kwenye forex trading na hauna ujuzi wa kufanya forex trading mwenyewe, unaweza kufanya investment ama kuwekeza kupitia matrader ambao tayari wanafanya biashara forex trading. Kwa hiyo hizi ndio procedures za kufuata ili uweze kuinvest au kuwekeza katika forex trading. Cha kwanza, kwenye description kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye kufungua account. Kwenye video iliyopita nilionyesha namna ya kufungua account kwa broker ambao na recommend mimi kwa sababu nishawahi kuwatumia. Moja hapo ni Exness na mwingine ni XM. Kama unavyoona namna kutambua broker kwamba ni mzuri, ni lazima awe na leseni, awe na multiple regulation, kwa maana kwamba awe na leseni au kibali cha kinachomruhusu kuendesha biashara. Lakini pia kingine cha muhimu ni customer support, kwa maana kwamba ukiwa na tatizo lolote unaweza kupata huduma muda wote. Kama unavyoona hapa, huyu ana multiple regulation license, lakini pia yupo tangu mwaka 2008, means ana miaka almost 17 in business. Lakini ukitaka kuangalia license and regulation utashuka mpaka huko chini, ambapo hapo utaona license and regulation ambazo anazo huyu broker. Kama unavyoona hapa, kuna hii hapa, kuna hii, lakini pia kuna physical location, kwa maana kwamba anapatikana nchi gani, location unaweza ukafika mpaka kwenye ofisi zao. So baada ya kuangalia hayo, twende moja kwa moja kwenye namna ya kufanya investment. Kwa hiyo cha muhimu, ukishafungua account utaingiza details zako. Ukishaingiza details zako itakuleta moja kwa moja kwenye account zako. Ili ufanye investment lazima uweke pesa kwenye account yako. Kwa hiyo utaenda moja kwa hapa kwenye option ya kudeposit. Ukiwa hapa kwenye option ya kudeposit, utachagua njia ambayo una prefer. Kwa sasa hivi mobile money kwenye maintenance, lakini unaweza kutumia bank card pia. Kwa sababu mimi nisha kutumia bank card, nita select bank card. Hapa kwenye account nita select account ya investment wallet. Baada ya hapo utaweka kiasi unachotaka kuinvest. Let's say unataka kuinvest $1000, utaweka hapo. Utajaza details zako za kadi, kwa sababu mimi nilikuwa nishajaza details zangu za kadi. Hapa nitaweka CVV namba yangu. Ukishaweka CVV namba utakuwa tayari, utakontinue, alafu pesa itawekwa kwenye account yako. Then baada ya kuweka pesa kwenye account yako, hatua itakayofuata ni kwenda kwenye sehemu ya copy trading. Kama unavyoona nipo kwenye sehemu ya copy trading hapa chini, ambayo hapa kwenye copy trading utaona hapa sasa hawa ni watu ambao wana share strategy zao, kwa maana kwamba ni matrader ambao tayari wanafanya trading, lakini wana share strategy, kwa maana kwamba una uwezo wa kuinvest chini yake. Anavyokuwa ana place trade kwenye account yake, zile trades zinakuwa copied kuja kwenye investment account yako. Kwa hiyo trader ambaye utaamua kufanya investment chini yake ni wewe mwenyewe. Utaamua kulingana na interest yako, kiasi unachotaka kuinvest,
lakini pia kiasi unachotaka kugain. Kama unavyoona hapa, kila investor ana maelezo yake. Tukianza na huyu wa kwanza, ukifungua hapa, huyu wa kwanza ukifungua hizi hapa ndio maelezo yake. Return ameshatengeneza return ya 19%, lakini maximum drawdown ni -66, kwa maana kwamba kama umewekeza kiasi cha $1000, ikitokea loss imeenda sana over time, unaweza kulose 66% ya investment over time. Na hii sio kwamba ni single day, lakini pia hapo unaweza kuona ni idadi ya investor ambao hapo chini yake ana invest 7725. Pia unaweza kuangalia report yake ndani ya miezi mitatu, ndani ya mwezi mmoja, au ndani ya siku moja, na ndani ya wiki na kadhalika. Kama unavyoona hapa, ndani ya wiki moja hii ndo detail yake ilivyokuwa, kwa maana kwamba alitengeneza kiasi mpaka 6%, then akawa amepata loss 12%, then amekuja akamake 13%, then ametengeneza mpaka 21%. Lakini over time kuna loss, lakini over time as you can see ana uwezo wa kutengeneza profit. Kwa hiyo anaweza kuwa chaguo sahihi kwa upande wako. Hapa chini kuna maelezo. Instrument anayotumia ku trade ni gold 100%. Kwa hiyo ana trade instrument moja. Kingine pia tutaangalia maelezo namna ya ku withdraw profit in case invest chini ya huyu trader. Unakuwa na minimum days ya withdraw investment profit yako, kwa maana kwamba umeinvest, let's say umeweka $1000, ikawa imetengeneza profit maybe ya $500, inakuwa ndani ya siku 30 maybe. Kwa upande wake huyu, kama unavyoona hapa, inaonyesha billing period zimebaki siku 12, kwa maana kwamba mzunguko wa investment kwa mwezi ulianza tarehe 27, lakini unaisha tarehe 1 Novemba, kwa maana kwamba ikifika tarehe 1 Novemba, investor wana uwezo wa ku request withdraw ya profit kutokana na investment au uwekezaji ulioweka. Kwa hiyo kuinvest ni rahisi. Hapa inaonyesha kiasi cha chini cha investment mpaka kiasi cha juu cha investment. Kwa hiyo kwa huyu investor unaweza kuinvest kuanzia $10 kwenda mpaka $28. Kwa hiyo ukiwa tayari umeshaweka pesa kwenye investment account yako, kama nilivyoelekeza hapo mwanzo namna ya kuweka pesa kwenye account ya investment, utaweka kiasi. Sio yote unaweza kuifanyia investment, unaweza kuinvest kiasi kadhaa, nyingine pia ikabaki kwenye account yako. Kwa hiyo let's say umeweka $1000, unaweza kuinvest kwa huyu investor $500. Utabonyeza invest, utafuata process zinazofuata, then itakuwa tayari. Utasubiri mzunguko unaofuata, kwa maana kwamba performance ya mwezi, maana hii hapa bado siku 12, performance ya mwezi inakuwa imeisha na investor wana withdraw their profit. Kwa hiyo ukisha invest, and then utawait ndani ya siku 30 kulingana na mzunguko wa utakao kuwepo. Kwa hiyo kwa mfano umeinvest tarehe 1 mwezi wa 11, inaweza kaenda mpaka tarehe 1 mwezi wa 12, ndio utakuja kuangalia performance yako ya investment yako imetengeneza faida kiasi gani. Lakini pia
pia ukisha invest kama unavyoona hapa hivi kuna kitu kinaitwa performance fee. Kwa maana kwamba performance fee ni kiasi ambacho anachukua trader kutoka kwa investor. Kwa hiyo investor, let's say umeinvest $1,000 na ukatengeneza $1,000. Maana yake asilimia 30 atachukua strategy provider au huyu trader ambaye umeinvest chini yake. Kwa hiyo kama faida ni $1,000 na maanisha wewe utachukua $700, lakini $300 itaenda kwa strategy provider. Nadhani mpaka hapo unaweza kufanya investment on your own. Kama una swali lolote unaweza leave comment, ukaacha comment, then tutakujibu. Asante kwa kuangalia, tukutane kwenye